tunamshukuru Mungu bwana. Tumeamka salama katika kusongesha gurudumu. Gurudumu ni tairi lile. Basi na maisha yako hivyo hivyo kama tairi. Funga breki atasimama, ukifanya nani atakwenda. Kwa hiyo shukuru Mungu bwana, mimi nina afya njema. Bado niko strong sana, niseme hivyo. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunatanguliza na Mungu. Sasa kuna wajinga wengine, sisi tunapomtaja Mungu wao wanachukua ujinga wao. Wako wajinga. Unajua mimi siwezi kuacha kusema. Kuna watu ambao hivi vipindi vya mipira kwao vinakuwa kama visasi. Unaelewa Abdallah? Sasa tutafika sisi tunapoanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba sisi tuna pumzi ya nani? Mchezo miongoni mwa michezo migumu ambayo Simba Sports Club tumekutana nayo msimu huu, hii inaweza ikawa miongoni mwao, maana hata reactions za mashabiki mara baada ya mchezo kila mtu nafsi ikawa imetulia, lakini muda mchezo yani pressure zilikuwa juu sana. Kwanza nikumbushe, mwaka jana sisi tunaenda kuchukua, tupo katika mbio za kuchukua ubingwa. Miongoni mwa mechi ambazo zilitunyima ubingwa ni mechi ya Coastal. Ni mechi ya Coastal Union ya 2-2 ambayo tulicheza KMC kama unakumbuka. Sasa ni kweli mchezo wa mpira ni mchezo ambao kila mtu kwa jitihada zake na namna ambavyo atafanya, lakini kwa nini nimesema hivi? Nimehusisha Coastal kwa sababu miongoni mwa mechi ngumu ambazo huwa tunapata Coastal naye yumo. Ingawaje huku nyuma kuna watu hawafahamu Abdallah, siwezi kuacha kusema mimi niko hapa Maguzoni, kutoka hapa mpaka Tanga ni wastani wa kilomita kama 50 na kidogo hivi, kama sio 60. Umeona? Kwa hiyo nilikuwepo mapema, pengine kabla ya timu yenyewe haijafanyaje, haijafika. Mimi nilikuwa mjini, nilikuwa naangalia mazingira, nilikuwa naangalia uratibu. Kwanza tuwasi watu ambao mpira hawaufahamu au wamekuwa mbali na mpira. Sisi kila siku tunawaambia wana Simba tujitoeni. Kilichotusaidia ushindi wa mechi ya juzi ni wana Simba kuwa karibu, yani kuja mapema kufikia timu yao kabla. Kuja siku ya mechi watu wakawa wako top. Kuna mazingira tata mengi, nadhani wewe tulikuwa pamoja, ulikuwa pale ukitafuta taarifa na mimi nilikuwa nikifanya mambo yangu mengine. Ilifika hali mpaka tunaoneshana vidole. Mimi nikikueleza kwamba nilikuwepo uwanjani na tumeonana mimi, lakini mpira sikuangalia katika uwanja. Ilikuwa ngumu kwenda kuangalia mpira kwa maana ya hata kiusalama wewe una hofu. Kwa nini? Kwa sababu ule utayari wa kwamba yani yale maneno ya kwamba Coast ni tawi, nadhani unaelekea kufa. Mtu mmoja juzi alikuwa anasema tuwakumbushe. Narekebisha hili. Yani watu wasiojua wajue kwamba Simba ni timu ambayo haijawahi kupata tawi, na ikitokea tukapata, sisi tunakuwa champion haraka sana. Tukija tukaona tawi katika ligi. Simba ameshatangaza ubingwa. Kuna msimu Simba ameshatangaza ubingwa. Anaenda kumgonga Coast chuma 3. Simba hata kifungwa hajapoteza, tayari ukashatangaza ubingwa. Kwa nini? Simba anataka kutoa dhana mbaya, yani kwamba watu wasiendelee kuamini kwamba Coast na Simba tuna nini? Na haipo, isipokuwa mashabiki wa hivi vilabu, watu hawajui. Mimi mwenyewe ni shabiki wa Coastal Union, lakini sio na Simba. Umenielewa sijui? Kwa nini? Hii ni timu ya mkoa. Itakuwa ajabu wewe ikawa Mbeya City ikicheza na timu nyingine, wewe unatokea Mbeya uishangilie Mbeya City, maana yake una maarifa madogo. Kwanza na timu ya mkoa, alafu kuna timu ya nchi. Simba ni timu ya nchi. Sasa ukizungumza Tanzania nitakwambia Simba Sports. Zungumza mkoa nitakwambia hakuna timu kama Tanga. Ukisababisha na mikoa mingine, ingawaje katika mizani wote wako Premier. Kwa mechi ya juzi ilitoa gharama kubwa, kulikuwa na mambo mengi shekhe, watu wanataka kuuana. Mnawahitaji scout, sijui steward mnawaita. Sijui mimi najua wote ndio scout yao hao. Umenielewa vizuri eh? Watu walikaribia kutaka kuuana. Hawa wanataka waone usalama wa timu yao, hao wanasema hapana, nyinyi haiwezekani na hili jambo haliwezi likawa. Kurupushani mtindo mmoja, amani kwa ndogo na nini, lakini nirudie maneno yangu, nilisema haiwezi kuwa mechi ngumu, haiwezi kuwa mechi rahisi. Nadhani tukiwa tuko Tanga tulifanya mahojiano na jezi ya Simba kama unakumbuka. Lakini kwa quality ya Simba, quality ndio itakwenda kurahisisha mechi. Tunashukuru. Tunamshukuru mwalimu Steve Baka. Tunashukuru benchi la ufundi kwa ujumla. Suleiman Matola ujamaa tumtajagi sana. Sijui amekuwa na nyota gani. Hata kumkumbuka hivi Mwenyezi Mungu ambariki. Umenielewa vizuri? Shukuru kuna meneja Roy Imam na timu yake kwa ujumla. Watu wamefanya kazi kubwa sana Tanga. Pata zile pointi 3. Tunajipongeza, tunawashukuru mwekezaji wetu sababu najua nyuma yake na yeye alikuwepo. Haiwezekani Simba haiwezi kwenda sehemu yakakosekana.
Umeelewa? Kina Magoli na watu wengine kwa umoja na mashabiki hawa sasa ndo namba moja. Kabla ya timu zote nimeanza kuwashukuru viongozi wa mashabiki, ndio namba moja. Uwepo wao, hamasa yao, kelele zao ndo zilisababisha wachezaji waone tunadaiwa, na kokote tutakapokwenda, ile ndo utaratibu wetu tunapaswa kufanya. Yani ifike hali shabiki aone mimi ndo nina deni. Mwenendo Chama kafanya jambo lake kwa uhakika. Chama kakupa furaha muda wote. Man of the match mara 5, rekodi ya dunia sijawahi kuona duniani. So Tanzania kama ipo duniani, search kesho njoo unambie. Mtu kwa man of the match mara 5. Ni Chama Clatous Chota peke yake. Maana ameweka rekodi ya dunia na anaenda kupata na goli la dunia. Umenielewa vizuri sasa? Chama amekuwa wa duniani. Kuna kijana wangu mmoja wanamuita Dosa. Ni kijana wangu. Kuna maneno aliyasema anakuwa Dosa. Nalizungumza akasema swala la Chama msiniulize mimi. Waulizeni watu ambao mnaona ni wachambuzi mashuhuri duniani. Mungu akamlinda, kauli yake ikatokea. Mina akamuuliza mchambuzi mashuhuri akasema hili kwa Chama kwa sasa anatakiwa kujadiliwa CNN, BBC huko Sky News, umenielewa huko Qatar na kile kituo chao kile sio anakitaje, ndo wao kina Juma Mgunda watajua. Umenielewa vizuri? Ndo level. Na mijadala ya Chama inapaswa, kwa sababu mijadala ya kule mpaka mguu unaponyanyuka unatajwa jina lake kama vile alivyokuwa anafanya Kashasha. Umenielewa? Mguu una scorpion nini si huko ndo wanavyofanya. Kwa nini alipiga pale? Akili ilitumika kwa kiasi gani? Sababu kisayansi unapofanya jambo lolote la kitaalamu, uwezo wa akili capacity iwe kubwa au ishuke kwa jambo hilo. Kwa mfano fundi wote wa electronic anatumia zaidi ya 60% ya akili yake. Sasa Chama alitumia 100. Sasa kule ndo wanajua, wanakueleza. Mimi kusema kweli hapo kidogo sifahamu kisayansi. Kwa hiyo Chama akikupa kitu wewe sasa unasimama. Simba wanatupa sasa tunachokitaka. Sisi support yetu ikoje? Mashabiki. Nimependa sana wana Simba. Kwanza walotoka mikoani hao ni tabia yao, lakini nimependa sana wana Simba wa Tanga. Jana juzi ilikuwa sehemu ya sikukuu yao. Sehemu ya yani ulikuwa unaona kabisa watu wamekuja katika sikukuu, furaha na vitu vyote, na timu yetu kutuangusha. Kwa hiyo mimi wasia wangu katika hizi mechi tuachane na staarab. Nani sio kasema Coast sio ilifanya nini sio Cheka, sasa tuna ujamaa na Coast. Ila mimi ni shabiki wa Coast nje na Simba. Lakini hatuna ujamaa kabisa na huwezi kutokea ujamaa. Kama kuna namna ya udugu, watu waje kutuletea fact. Si Coast ametukwamisha. Hata jana juzi alikuwa anatukwamisha. Watu walishikilia roho. Yaani walikuwa wanatukwamisha. Watu walikuja na amani, umeelewa, alokula alkoholu yake mwilini ilikuwa ishaanza kutoka. Aliyekuja na mchumba kama sikukuu alishaanza kunywea, alibasegea akasema hakuna. Haijawahi kutokea. Mimi nimepandishwa ndege kutoka huko kuja hapa kuleta adabu. Ngoja nichukue fimbo yangu kwanza nimchape mtoto apunguze kasi. Akachukua fimbo akachapa mtoto. Tunashukuru. Vibaya sana Anicet Yaula ndo alipaa. Nakumbuka mara mwisho alipaa Cristiano Ronaldo akiwa yuko Real Madrid. Kwa anawafunga sijui Malaga sijui nani aliganda kwanza hewani sekunde 18. Yaani mpira hujafika afu akafanya hivi. Ndo alilolifanya Yaula. Mwanamume wa kazi. Kwa hiyo hawa vijana wakasema si ndege, si hatukupanda hivi hivi. Sisi tumepanda ndege kwa sababu maalum. Sababu ndo hii, rudisheni furaha, watu kuleni vitu. Usiku Tanga ikapendeza. Ni nyekundu na nyeupe tu. Lakini za Msimbazi nyekundu na nyeupe za Coast zilivuliwa. Timu yangu namba 2 waliweka pembeni. Wanaume wamenyosha njia, umenielewa bwana? Tunawashukuru kusema kweli, wametoa kimasomaso. Tuna raha sana wana Simba. Sefu, miongoni mwa vitu ambavyo nilivisikia kutoka kwa baadhi ya wanasimba wengi ni namna ambavyo tempo ya timu kuna wakati kama ikiongoza hivi ile nini inakuwa imeshuka sana, watu wakashikilia mioyo na baadhi wakashauri kwamba wachezaji wanapaswa sasa kupunguza yale makosa madogo madogo ambao ligi inaelekea mwishoni, bado michezo 6 tu. Sasa hivi ukifanya kosa ni goodbye. Mimi ujue katika mpira na kuwa tofauti na watu wote. Juzi nashukuru bwana, nimekutana na shabiki wangu mmoja nikamwambia niombee dua. Uwanjani akaniambia bwana, mimi nikitaka nyimbo nasikiliza sehemu nyingine. Niko na muda nikiwa na shida mpira na kusikiliza Sefu, pamoja unapenda sana timu yako. Na mimi nikasema alhamdulillah, kama yuko mtu ambaye anatenga hata muda kunisikiliza ni neema hiyo. Umenielewa vizuri? Mimi mpira na utazama kwa njia tofauti sana. Yaani sioni uzembe wa hilo goli la Simba ambao uliitwa kuwa ni uzembe. Si kwenye goli, yani mazingira ile kupungua kwa tempa ya timu. Mchezo wa mpira unategemea approach na adui amekujaje. Hii watu ndo wanatakiwa wajifunze. Ndio maana watu walisemea goli nikataka niende katika goli.
watu wanapokwenda kukaba kitaalamu, mtu anao mpira winga kule, tuwezi wote tukenda kule winga, tutagawana, mmoja atakwenda kwa maana kumnyima nafasi rahisi ya kuona eneo la kupiga, wengine watabaki huku nyuma wakisubiri mpira unaokuja wafanyeje, huyu akapiga cross akaingia mchezaji wao kati ya mabeki wetu wawili Kibabage na mwenzie, huyu akaingia katikati, mpira ule ulipokuja ukagonga katika miguu yake, mpira ukajitengeneza kujiassist kwenda kwa Mabadi. Mabadi akakuta mpira uwapo kama, yani unaweza kusema kama rebounds vile. Mabadi anatia mua, mguu umekubali, umenyooka pale, hata ungemweka Kasalasi chuma kilikuwa kinakwenda kwenye wavu. Kwa hiyo hivyo, na makosa ndo sehemu ya mchezo wenyewe kiujumla, isipokuwa uitwa makosa baada ya kuwa yameadhibu na huonekana kama kawaida, akiwa adhabu hakuna. Umenielewa sijui isipokuwa mechi ilikuwa na tempa kubwa sana, kusema kweli approach ya mechi ilitaka kile ulichokiona. Ndio maana hivi mimi hujua namheshimu sana Kibabage, lakini tukikubaliana juzi, kuna muda utamuona kama alikuwa anacheza nje na kiwango. Lakini kwa nini mechi ililazimisha iwe hivyo? Twende tukawashambulie kwa kasi ili wafanye udhaifu tuwafunge, na turudi kwa kasi ili kuzuia, kwa sababu kaliba ya Coastal Union ndio kaliba ya Simba, wote wanafungua mpira na wanacheza, hawakai nyuma. Umenielewa vizuri? Ingawaje walipofunga goli lile wakakaa nyuma, lakini kwa nini? Kilichowaleta nyuma ni quality ya timu mnacheza nayo. Kwa hiyo walichokifanya ni kama walikuja kupunguza tu goli zisiwe nyingi. Hapa ndo nukta ambayo naizungumzia hiyo. Kwa katika hali ya kukosea na ni issue ya kawaida, kimi naamini wachezaji wana morali ya kutosha sana, sababu wananipa matokeo kulingana na wakati. Mechi ile ilikuwa hivyo. Kwanza picha ilikuwa na ruksa, ujue picha ikuruhusu kabisa mpira uchezwe, lakini unaona mpira umechezwa na Simba. Simba ni wageni wa picha, wamepewa siku moja tu ya kwenda kuichezea picha, ni wageni, lakini wakacheza kama wenyeji kwa sababu ya quality na watu waliokuwa nao na utayari. Kwanza hapa kutoka midfield kwenda huko kushambulia ni kiama, kutoka hapa kuja nyuma ni hatari kubwa. Na ndio maana saizi ni rahisi sana kumlaumu yule golikipa wa Simba. Ni rahisi sana. Kwa sababu gani? Mnalindwa na watu salama sana. Takiwi kufungwa magoli ya kiwepesi. Umenielewa sijui wewe ni rahisi sana kulaumiwa, lakini huku kote unatafuta lawama uone. Unasema mwalimu tu alikosa magoli. Ipo. Mwalimu huyu anayekosa magoli ndo anayetumbukiza magoli, kuna siku anatupa raha. Sasa kuna muda mimi sisishi sana katika lawama. Hiyo ni kawaida. Wachezaji wanajua wanachotaka. Mimi mchezo wa mpira ninavyoutazama, mchezaji anataka matokeo kuliko watu wengine wote, kwa sababu wakipata matokeo posho zinazidi, furaha inazidi, mkataba utaongezeka, kuna marupurupu. Timu inaongoza kwa kutoa marupurupu Tanzania ni Simba.